kwanza nipende kutoa shukrani za dhati kwa wataalamu wetu ambao wameweza kufika kwenye kijiji chetu cha Migombani kulingana na ahadi ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo aliyetutembelea tarehe 23 katika bonde hili la Mto Mbu. Alitembelea maeneo ya mashamba akajaribu kuzungumza na wakulima kulingana na athari ya mashamba jinsi inavyoonekana kwa zao letu la migomba lililopo kijiji cha Migombani. Kiujumla wakulima wengi wameathirika na tatizo hili, na ukilinganisha kilimo hichi cha migomba ndio uchumi ambao unawasaidia wananchi hawa Migombani katika mahitaji mbalimbali ya kifamilia. Ila sasa tumekutana na changamoto ya kuathirika kwa migomba hii kiasi ambacho kimesababisha uchumi wa wananchi ukashuka. Hivyo kulingana na ziara hii iliyofanyika ya wataalam kutoka ngazi za juu na kulingana na ahadi ya Mheshimiwa Waziri jinsi alivyoahidi kwamba ataagiza wataalam kuja kufanya tathmini ya uharibifu wa mazao yaliyotokea katika kijiji hichi cha Migombani, kwa elimu tuliyoipata, lakini pia kwa maagizo na jinsi ya kuweza kufikisha kwa wananchi wengine ili kuweza kufaidika nayo, lakini pia kuweza kuondokana na tatizo hili ambalo linasababisha pia hali ya uchumi wa wananchi kushuka chini. Tutafikisha taarifa hizi ama tutatoa elimu hii kupitia mikutano ya vijiji, lakini pia vitongoji, lakini pia kwa upande wa mashina kwa mabalozi ili kuweza kumfikia kila mmoja kuweza kulifanyia hili kazi. Kwa hiyo kiujumla sina mengi ya kuzungumza, ni shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kutupa kiongozi mzuri, waziri wetu wa kilimo Daniel Chongolo, kufika kwenye mto wetu wa Mbu huu kuweza kuangalia athari ya migomba ama mazao ambayo yametuzunguka sisi kama wananchi, inayotusaidia katika mahitaji mbalimbali. Tunaamini kwamba kwa jitihada zitakazofanyika kuweza kutafuta suluhu ya hili jambo, basi litajenga matumaini mapya kwa wananchi wetu wa kijiji cha Migombani na walioko nje ya kijiji cha Migombani ili kuweza kuboresha hali ya maisha ya wananchi, lakini pia uchumi wa jamii, lakini pia soko letu la Tanzania kwa ujumla. Nashukuru leo kwamba wataalamu wamekuja, wameangalia hali halisi ambayo imetokea, na na imani kwamba watakwenda kuifanyia kazi ili basi kwamba angalau ugonjwa huu usizidi kuendelea zaidi. Dalili ya kwanza ilikuwa ni ndizi kuwa ndogo, inakuwa ndogo, lakini pia mwisho ni mgomba unanyauka kabisa, na baadaye migomba yote ikawa imenyauka, ikabidi nianze kuikata migomba yote. Hivi ninavyozungumza hapa sina hata ndizi ya kula ndani ya eka 2. Nashukuru kwamba serikali imetuma wataalamu wao kuja hapa, lakini pia bado kwamba na matumaini hili janga ni kubwa na limewasili watu wengi zaidi, kuanzia wamama, wajane, watu wazima, watoto. Sasa basi ni vizuri wakaja wakaangalia kama kuna mimea ambayo inafaa ije ipandwe, basi watupatie hiyo elimu, lakini pia watupatie na mbegu. Dalili ambazo zipo ni hizi kunyauka kwenye roho pamoja na majani kufunga, yaani anajifunga kama vile kata au kama vile ua fulani, ina maana kwamba haizai tena wala haikui. Na ile bahati mbaya labda imenusurika kidogo, ikitoa mkonga wake au kuzaa haitoi tena chakula, inakaa inaangalia juu. Kwa hivyo hata uteremshaji wake wa kutoa tena chakula hakuna. Kwa hivyo ndio athari tulizonazo hapa. Wakulima walikuwa wameathirika na hili janga, nafikiri wamepata tatizo la janga la ugonjwa huu ambao ulikuwa unatusumbua. Tunawashukuru sana kwa sababu kipato sasa kinaweza wakapata tiba ya ugonjwa huu. Wameshapata tiba, nafikiri sasa kinachotekeleza, tunawashukuru sana kwa sababu wamefika sehemu husika. Tuna wakulima baadhi ambao wamewakilisha wakulima wa kijiji cha Migombani. Tunaenda kutoa matangazo kwa ajili ya kuita wakulima wote kwa ajili ya kampeni ya kupata elimu hii waliopata baadhi ya wakulima. Tuko hapa Mto Mbu, tulikuja baada ya wito wa Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Alipokuwa kwenye ziara yake hapa, wananchi walilalamika kwamba migomba inanyauka. Kwa hiyo tumekuja kuchunguza ili tuweze kubaini tatizo nini na kushauri wakulima. Kama mnavyoona hapa, tumebaini kwamba
eneo la Mtoambu limevamiwa na ugonjwa wa fungashada ya migomba ambao kwa Kiingereza unaitwa banana bunch top disease. Sasa ugonjwa huu hauna dawa. Ugonjwa huu unaambukizwa na kirusi na unasambazwa kwa kutumia miche ambayo ina ugonjwa, lakini ikishafika kwenye shamba kama hili, kutoka mgomba mwingine kwenda mgomba mwingine, unasambazwa na nzi mafuta aphids. Kwa hivyo tumewashauri wakulima kwamba kwa sasa watalazimika kuangamiza migomba yote ambayo ina dalili za ugonjwa kama unavyoona huu. Cha kwanza, majani yanakuwa membamba, yananyooka kwenda juu, lakini pia kunakuwa na michirizi ya kijani kilichokolea, lakini inajifunga hapa na ndio maana inaitwa fungashada ya migomba. Kwa hiyo inakuwa kama ua. Migomba hii haiwezi kubeba mkungu na kwa maana hiyo ni hasara kwa mkulima. Kwa hiyo tumewashauri wakulima kwamba kwa kuanzia wang'oe migomba yote wanayoiona ina dalili kama hizi, lakini pia watumie maji yenye sabuni wapige kwenye shingo ya mgomba hapa ili kuangamiza wale nzi mafuta ambao wanahamisha ugonjwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Dalili za BBTV ni rahisi kuzielewa. Cha kwanza kabisa kunakuwa na udumavu mkali. Kama unavyoona hii hapa. Hii ingepaswa kuwa ni ndizi tayari lakini imedumaa. Na hii hapa mama yake huyu tayari anaonyesha dalili kwamba hatapata ndizi kabisa. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, majani ya mgomba wenye ugonjwa yananyooka kwenda juu na yanakuwa membamba kama unavyoona hii. Lakini pia ukivunja huwa linavunjika kama mti. Mgomba kawaida unanepa au vunjiki, lakini hii inavunjika. Majani yake yanakuwa membamba na yanakuwa na nyeusi iliyokolea. Hizo ndio dalili ambazo unaweza kuzielewa kirahisi kwenye mgomba ambao una BBTV. Na Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania imekuwa ikifuatilia ugonjwa huu kutoka mwaka 2020 ulipoonekana kule Buhigwe Kigoma. Tuliufuatilia tukijaribu kudhibiti usitoke nje ya Kigoma, lakini ilionekana baada ya muda mfupi umesambaa na sasa hivi uko kwenye mikoa 10 ya Tanzania ukiwemo mkoa wa Arusha ambao tuko leo hii. Sasa mamlaka pamoja na kushirikiana na wadau wengine wa kitaifa na kimataifa imeendelea kufanya miradi ya udhibiti wa ugonjwa huu ikiwemo kuhamasisha wananchi kuangamiza migomba ambayo ina ugonjwa, lakini pia tumezalisha kwa kushirikiana na TARI pamoja na kampuni nyingine tunazalisha miche ambayo tunawapa wakulima ambayo imepimwa na kudhibitika kwamba ni misafi. Tunawapa wakulima ambao wamekubali kwa hiari kuangamiza mashamba yao ili waweze kupanda miche mipya. Hizo ni jitihada ambazo tumeziendelea nazo. Lakini mamlaka kwa sasa imetengeneza mkakati wa kitaifa wa kudhibiti ugonjwa wa fungashada ya migomba. Unaitwa National BBTV Management Strategy pamoja na regulation zake. Na hizi kwa sasa ziko wizarani zikipata endorsement ya waziri na zile regulation kuwa sheria. Sasa tutaimplement kitu kinaitwa campaign pamoja na mass awareness. Kampeni kubwa ya kuhamasisha jamii kwamba wafanye nini kudhibiti ugonjwa huu. Hiyo ndio hatua ambayo mamlaka imefanikiwa kufika hadi sasa. Lakini licha ya hivyo tuna miradi miwili mikubwa ya kikanda. Kuna mradi wa udhibiti wa BBTV ambao unatekelezwa katika nchi 10 ikiwemo Tanzania ambao tumeuzindua mwezi uliopita kule Benin. Lakini pia tuna mradi mwingine ambao tunategemea kuuzindua mwezi ujao kule Nairobi ambao utakuwa nao pia unashughulikia udhibiti wa ugonjwa wa fungashada ya migomba pamoja na ugonjwa wa TRF4 ambao haupo Tanzania, upo nchi jirani, tunapambana kuhakikisha kwamba hauingii Tanzania.